Mbegu za maboga ni moja ya kitu muhimu sana kwa mwanamke na mwanaume. Leo tunazungumzia kwa ujumla. Mbegu za maboga ni mbegu ambazo zinatokana na maboga, ni mbegu ambazo ziko ndani ya maboga, ni zile nyeupe. Unakuwa unazichukua, unazikausha au unazianika, baadaye kuna wengine wanazipasha moto kidogo, kuna wengine wanazitumia vile vile baada ya kukauka. Sasa tuangalie faida yake ni kitu gani au zina nini ndani. Kwanza zina madini ya kutosha, mfano kuna protini imo ndani mule, kuna mafuta mazuri yapo, lakini pia kuna zinc ipo, lakini pia kuna magnesium, kuna iron, kuna vitamin E, kuna antioxidant. Sasa faida zake zipoje? Faida ya kwanza, inasaidia kwa uzazi wa mwanaume, inasaidia kuongeza kiwango cha mbegu vizuri na kusaidia mwili kuwa na amani zaidi kwa mwanaume. Lakini pia inasaidia kutoa athari za tezi dume kwa wale watu ambao wana changamoto ya tezi dume au wanakaribia kuingia kwenye hatari ya tezi dume. Lakini pia inasaidia kufanya mwili una relax vizuri wakati wa usingizi. Lakini pia inasaidia hata matatizo ya moyo, wale watu ambao wana matatizo ya moyo wanapokuwa wanatumia, inakuwa inawasaidia kwa sababu ya mafuta mazuri yale fatty, healthy fat. Lakini pia inakuwa inasaidia watu wenye kisukari, kwa wale watu ambao wana changamoto ya kisukari, wanapokuwa wanatumia mbegu za maboga zinawapa nafasi nzuri zaidi. Lakini pia ni kinga ya mwili. Unapokuwa unatumia mbegu za maboga ni kinga ya mwili kwa sababu kwanza kuna magnesium ambayo inaongeza ufahamu na misuli, lakini pia kuna iron inatengeneza damu vizuri, lakini pia kuna antioxidant, vitamin E inasaidia sana kwenye kutibu changamoto ya macho, lakini pia hata kulala vizuri. Lakini pia kina zinc kwa hiyo kinga ya mwili na uzazi. Lakini pia ina mafuta mazuri, nilizungumza matatizo ya moyo na ubongo, napokuwa inasaidia mtu anakuwa vizuri zaidi. Lakini ina protein na kwa inasaidia kujenga seli za mwili kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo hizi ni faida chache ambazo tumezungumzia siku ya leo. Kwa unaweza ukacomment, ukalike, ukashare kwa mtu ambaye unatamani akijue ulichokijua siku ya leo. Asante sana na Mungu awabariki. Na tuambie hapo chini umejifunza kitu gani siku ya leo. Asante sana na Mungu awabariki.